Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, majuma machache kabla ya mateso ya Yesu, aliwatoa Petro, Yohane na Yakobo apanda nao mlimani, na huko akageuka sura mbele yao. Ndugu zangu, Yesu aligeuka sura mbele ya mitume hawa watatu ili awaimarishe katika mambo matatu. Na mambo hayo ni imani, matumaini na mapendo. Ndugu zangu, nasi tunaalikwa tuweze kujenga vibanda. Banda cha Musa ikiwa na maana kwamba kama vile Musa alivyokuwa rafiki mkuu wa Mungu na mwombezi na mtetezi wa taifa la Mungu, hivyo na sisi natubidi tuwe kama Musa. Manake kwanza tuwe marafiki wa Mungu, manake tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, kama vile Musa alivyompenda Mungu. Pili, tuwe manabii wake Mungu, yaani ndugu zangu, tuwe watangazaji wa neno la Mungu kwa watu wanaomjua Mungu na wasiomjua, kwa maneno na mifano yetu mizuri. Tatu, tuwe watetezi na waombezi, yaani tuwapende jirani kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Tuwatendee mema ya kiroho, tuwatendee mema ya kimwili, tusiwe kikwazo kwao, tusiwe giza kwao katika uongofu wa roho zao. Ndugu zangu, Nabii Elia tunavyofahamu, katika somo la Injili tumesikia kuhusu Musa na Elia. Yapo mambo matatu yanayosababisha hasira ya Mungu. Elia tufundishe juu ya ugumu wa moyo. Jambo la kwanza linalosababisha hasira ya Mungu ni ugumu wa moyo. Jambo la pili, kutomcha Mungu. Jambo la tatu ni kuwa na juhudi ambazo hazina upendo. Ndugu zangu, tunaalikwa tujiepushe nayo mambo matatu hayo, na hasa tuyafanyie kazi katika kipindi cha Kwaresma. Ugumu wa mioyo. Watu wengi wana ugumu wa moyo, ugumu wa kutosikiliza neno la Mungu, ugumu wa kutobadili mienendo mibaya ya maisha na kuwa katika mstari mzuri, ugumu wa kupokea sakramenti za kanisa. Hayo yote ndugu zangu, machukizo kwa Mungu, kusababisha hasira ya Mungu. Na hivyo tunaalikwa tuondokane na hayo, tuachane na kuwa na ugumu wa moyo, badala yake tuwe na mioyo laini inaosikia neno la Mungu, iliyo tayari kufanya mageuzi, mabadiliko, na hasa katika maisha ya kupokea sakramenti. Ninawaalikeni ndugu zangu, kipindi hichi tuondoe ugumu wa mioyo, tuweze kufunga ndoa kwa wale ambao hawajafunga ndoa, wale wenye vikwazo na vizuizi hakikisha wanafanyia kazi kipindi hichi ili waondokane na ugumu wa moyo. La tatu ni kutomcha Mungu. Jambo hili linaamsha hasira ya Mungu. Kutomcha Mungu, ndugu zangu, tunapaswa katika maisha yetu tuwe watu ambao tunamcha Mungu. Katika sehemu zetu za familia zetu, jumuiani, kanisani na kwingineko tunapokuwepo, tuwe watu ambao tunamcha Mungu. Watu wenye uadilifu, watu ambao mioyo yao imemwelekea Mungu. Tusipofanya hivyo, tukaishi watu ambao sio wacha Mungu, haipendezi mbele za Mungu, haipendezi katika maisha yetu ya kumfuasa Mungu. Jambo lingine linaloamsha hasira ya Mungu ni juhudi ambayo haina upendo. Juhudi yoyote ndugu zangu tunayoifanya katika maisha yetu lazima ilenge kuzaa matunda ya kiroho kwa ajili yetu sisi na kwa wale tunaohudumia. Kama itapungua upendo, juhudi hiyo haina maana yoyote. Juhudi zetu zote tunazofanya katika maisha yetu binafsi, kwa ajili yetu, kwa ajili ya jirani zetu, ziwe zinaambatana na upendo, siweze kuzaa matunda yatakiwayo, matunda yanayotupasa, matunda yanayosaidia uongofu
Katika hili la tatu tunajifunza kwamba tuna wajibu wa kusali. Tuna wajibu wa kusali. Tena kusali kwa moyo, tena kusali kwa heshima na inavyotakiwa. Tunavyofahamu kipindi hiki cha Kwaresma pamoja na vipindi vingine tunahimizwa hivyo, tuongeze moyo wa sala. Tusali sala za binafsi, tusali sala za familia na jumuiya na kwingineko, tuwe na moyo wa sala. Jambo la pili, wajibu wetu wa kutoa sadaka, wajibu wetu wa kufanya majitoleo kama tunavyohimizwa hasa na kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo ndugu zangu, mambo hayo yatusaidie kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresma tusipoteze imani, tusipoteze matumaini wala mapendo kwa mwalimu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Yote imani yetu imarike zaidi, matumaini yetu imarike zaidi na mapendo yetu imarike zaidi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.